Mahujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Mama Maria Malkia wa Mbinguni, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa takatifu, Dominika ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume, sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi 11. Aliinuliwa mbele ya macho yao. Mwanzo wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika kitabu changu cha kwanza, Theophilo, nilisimulia yote aliyofanya na kufundisha Yesu toka mwanzo mpaka siku alipowapa mitume aliyowachagua agizo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kuchukuliwa mbinguni. Kwao pia alijionyesha kwa uthibitisho mwingi ya kuwa yu hai baada ya mateso yake. Kwa muda wa siku 40 aliwatokea na kusema nao juu ya ufalme wa Mungu. Alipokuwa mezani pamoja nao, aliwaamuru wasitoke Yerusalemu, bali waigoje ahadi ya Baba mliosikia kutoka kwangu. Yaani, Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Hapo wale waliokusanyika wakamuuliza, Bwana, je, wakati huu ndipo utakaporudisha upya ufalme wa Israeli? Akawajibu, si shauri lenu kujua nyakati kamili alizoweka Baba kwa uwezo wake, lakini mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu atakayewashukia, na mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu na katika nchi yote ya Yudea, Samaria na hata miisho ya dunia. Baada ya maneno hayo, akainuliwa mbele ya macho yao, na wingu likampokea wasimwone tena. Walipokaza bado macho juu mbinguni alikoenda yeye, watu wawili wenye mavazi meupe walisimama ghafla pembeni mwao, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama na kutazama juu mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa mbinguni kutoka kwenu atakuja tena, jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akipaa mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 47 mstari wa 2 na 3, 6 na 7, 8 na 9. Kiitikio ni mstari wa 6. Maneno ya kiitikio. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Enyi watu wote, pigeni makofi, mshangilieni Mungu kwa kelele za furaha, kwani Bwana aliye juu ni wa kutisha, ni mfalme mkuu wa dunia yote. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Mwimbieni Mungu sifa, mwimbieni sifa, mwimbieni mfalme wetu,
mwimbieni sifa. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Maana Mungu ni mfalme wa dunia yote, imbeni wimbo wa shangwe. Mungu atawala juu ya mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu. Mungu amepaa juu kwa kelele za shangwe, Bwana kwa mlio wa baragumu. Somo la pili. Waebrania sura ya 9 mstari wa 24 hadi 28, kisha sura ya 10 mstari wa 19 hadi 23. Kristo ameingia katika mbingu ya kweli. Somo katika barua kwa Waebrania. Kristo hakuingia mahali patakatifu palipojengwa kwa mikono, yaani mfano wa mahali patakatifu harisi, bali ameingia katika mbingu ya kweli, ili sasa amjongee Mungu badala yetu. Wala hakuingia humo ajitoe mara nyingi kama kuhani mkuu anayeingia mahali patakatifu kila mwaka, mara moja akichukua damu isiyo yake. Kama ingekuwa hivyo, ingempasa kuteswa mara nyingi tangu mwanzo wa dunia. Lakini sasa, mwisho wa nyakati, ametokea mara moja tu aifute dhambi kwa sadaka yake. Na kama wanadamu walivyoamriwa kufa mara moja na baadaye kuhukumiwa, ndivyo Kristo alivyotolewa mara moja tu ili kuziondoa dhambi za wengi. Mara ya pili atatokea, si kwa sababu ya dhambi, ila kwa ajili ya kuwaokoa wenye kumngojea. Basi ndugu, tunayo fahari ya kuingia mahali patakatifu kwa damu ya Yesu. Yeye ametufungulia njia mpya iletayo uzima, ndiyo njia ya pazia, yaani ya mwili wake. Tunaye kuhani mkuu aliyewekwa juu ya nyumba ya Mungu. Kwa hiyo tujongee kwa mioyo minyofu na imani kamili, maana mioyo yetu imenyunyiziwa na kusafishwa dhamiri baya, na miili yetu imeogeshwa katika maji safi. Na tuyashikilie matumaini tunayoungama bila kusitasita, kwa maana yeye aliyetoa ahadi ni mwaminifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nendeni mkayafanya mataifa yote kuwa wafuasi, asema Bwana. Tazama, nipo nanyi siku zote mpaka mwisho wa dahari. Somo la Injili Mwinjili Luka sura ya 21 mstari wa 46 hadi 53. Bwana alichukuliwa juu mbinguni akaketi kuume kwa Mungu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana.
Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka katika wafu siku ya tatu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote, kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Angalieni, mimi ninawatuma ahadi ya Baba yangu, lakini ninyi kaeni mjini hata mvikwe nguvu toka juu. Toka hapo akawapeleka Bethania, akainua mikono yake, akawabariki. Tazama, katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu kwa furaha kubwa, na daima walikuwa hekaluni wakimsifu Mungu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.